Karibu sana msikilizaji katika mwendelezo wa taarifa zetu, na tunakukaribisha kwenye kituo hichi uweze kutia subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia ili kuweza kuhakikisha kwamba unazipata taarifa zetu punde tunapoweza kuzipakia kwenye kituo hichi. Msikilizaji, taarifa zinazonifikia siku ya leo ni kuhusu suala la Marekani na Ulaya kuweza kusitisha hii misaada yao nchini Tanzania, lakini kuna taarifa ndefu ninayoipokea ambayo nataka nikusomee msikilizaji, kisha tuweze kufanya tathmini ya kinachotokea. Taarifa hii inasoma hivi: Bunge la Marekani na Bunge la Ulaya wameendelea kusimama na raia wa Tanzania, hasa raia wa Tanganyika wanaopitia mateso, ngono, vipigo, utekaji, mauaji, kupotezwa kwa lazima, kubinywa na demokrasia na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu chini ya utawala katili na haramu wa gaidi Samia Suluhu Hassan na familia yake. Kwa zaidi ya miezi 7 kumekuwa na hekaheka za inayoitwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wakiongozwa na gaidi Mahmoud Thabit Kombo, Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko, Kabudi na Lazaro Nyalandu kuzurura Marekani na Ulaya kupotosha dunia kuhusu mauaji ya halaiki ya raia zaidi ya 10,000 wa Tanganyika. Rais mstaafu Jakaya Kikwete amekuwa mpotoshaji mwandamizi katika kuihadaa dunia kuhusu yaliyotokea na yanayotokea Tanzania. Mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025 yalifanywa na gaidi Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na familia yake na vyombo vya ulinzi na usalama, hususan Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania JWTZ, magenge ya mauaji hasa Counter Terrorism CT linalojulikana kuwa Chinja, kikosi maalum cha kuzuia magendo, vikundi haramu vya Task Force pamoja na magenge mengine ya wahalifu yaliyopo chini ya Idara ya Usalama wa Taifa TIS wanaofanya kazi na Jeshi la Polisi. Tumefuatilia kwa ukaribu vikao vyote vilivyofanyika Marekani na Ulaya na kuthibitisha kwamba safari zote zilijaa uongo, ila utapeli na uzandiki. Kumekuwa na kujisafisha na kujinyenyekeza kwingi ili kuomba hela za misaada zilizositishwa, ikiwa ni pamoja na kutaka kupiga picha na viongozi wa Ulaya na Marekani ili kuja kupotosha umma wa raia wa Tanganyika. Tunaunga mkono hatua au msimamo wa Bunge la Marekani na Bunge la Ulaya kwa kupitisha sheria ya kuweka vikwazo viongozi binafsi wa mihimili yote ya dola ama serikali, mahakama na bunge, vyombo vyote vya ulinzi na usalama, wakiwepo wale wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ pamoja na chama cha magaidi cha CCM na washirika wake. Njia pekee ya kusimama upande wa wananchi na kuahidi kulinda katiba tunapotengeneza katiba mpya. Msimamo wa wananchi uko wazi. Hakukuwa na uchaguzi, hivyo hakuna utawala wenye uhalali wa kuendesha taifa la Tanzania na hasa Tanganyika. Hivyo rais, mbunge, mabaraza na madiwani ni batili na wote wanatakiwa kuwajibishwa. Tunasisitiza kwamba msimamo wa Bunge la Marekani na Bunge la Ulaya dhidi ya Tanzania ni msimamo halali kwa lengo la kushinikiza gaidi Samia Suluhu Hassan
serikali haramu na bunge batili, kupitisha uchaguzi wa tume huru ya ukweli, usuluhishi na upatanishi ili kupata ukweli, kuwajibisha wahusika na kulipa fidia wote waliopata madhila ya Oktoba mwaka 2025. Mabunge haya ya Ulaya na Marekani yamesimama kwenye nafasi ambayo kama kungekuwa na uchaguzi halali nchini, bunge letu lingesimama kuwajibisha serikali haramu. Ugaidi wa Samia Suluhu Hassan na chama chake umeweka unajisi mkubwa kwa demokrasia, hali iliyosababisha kuwa na genge la machawa wanaojiita wabunge wa Tanzania. Watanzania na hasa Watanganyika lazima kushikamana na marafiki zetu wote duniani ambao wako tayari kutetea haki. Masuala yote yaliyojadiliwa na Seneti ya Marekani pamoja na bunge la Ulaya yamo ndani ya katiba yetu pamoja na ubovu wake. Hatuna cha kujitetea bali kujisahihisha. Seneti ya Marekani na bunge la Ulaya ni jukwaa la haki na sauti ya kupinga na kukomesha matukio ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kufungua milango ya demokrasia nchini Tanzania na hasa Tanganyika. Tunaelekeza wapambanaji wetu wa mstari wa mbele hasa Gen Z kwamba maandamano ya Julai 7 maarufu kama Sabasaba kunradhi, yako pale pale. Ni wakati sasa kwa raia wetu wote wa Tanganyika kusimama imara kutetea taifa lao la Tanganyika kwa kuandamana kwa utulivu ila sio kinyonge. Katika kutimiza azima hii, tunaelekeza kuimarisha jitihada za kunakili na kuweka kumbukumbu kila hatua ya ugaidi unaoendelea nchini kwa picha na sauti, kwani taarifa na ushahidi huo ndio zinasaidia marafiki wetu kote duniani kuweza kuchukua hatua stahiki kama zilizochukuliwa na mabunge ya Marekani na Ulaya. Tunatoa heshima zetu kwa maelfu ya mashujaa wetu waliouawa kwa risasi bila hatia kabla, wakati na baada ya Oktoba 29 mwaka 2025. Maandamano haya ni ya kuenzi damu ya kila mmoja wetu iliyomwagika katika kudai ukombozi wa Tanganyika. Tunaziombea roho za mashujaa wetu zipumzike kwa amani, waliotekwa warudishwe haraka, walio vifungoni waachiliwe bila masharti yoyote, na hukumu ya haki iwafikie wote waliohusika na mauaji ya halaiki ya kimbari ya raia wa Tanganyika wasio na hatia. Taarifa hii msikilizaji, imetolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki, uhuru sawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Tanzania ya Zanzibar kunradhi. Msikilizaji, ndo taarifa hii imeweza kusoma hivyo, na bila shaka ambacho kimeweza kujitokeza hapa ni kwamba wananchi hawa waliweza kutoa taarifa hii, wanahisi kuridhishwa na hatua ambazo zimeweza kuchukuliwa na serikali ya Marekani na ile ya Ulaya. Cha kwanza kuweza kuhakikisha kwamba ni marufuku, wametia marufuku kwa viongozi waliopo serikalini na viongozi kadhaa katika jeshi la Tanzania ama waliopo katika jeshi la polisi. Wamepigwa marufuku ya kuingia Ulaya kwa sababu kwa muda mrefu viongozi wamekuwa na tabia za kuweza kuelewa kwamba wanaweza kukimbilia Ulaya wakati wowote. Kwa hivyo hata wakikosa kujenga nchini kwao pengine hospitali za kutosha kwa faida ya matibabu, wanaweza kukimbia Ulaya kwa sababu hela wanazo na wanaweza kupeleka familia zao zikaweza kutibiwa. Sasa
bunge hili la Marekani na Ulaya wamehakikisha kwamba viongozi hawa wamenyimwa nafasi za kuingia pale, na kwa hivyo itabidi waweze kushughulikia masuala ambayo yako nyumbani kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania inajengeka kama mataifa mengine yaliyoweza kustawi. Msikilizaji, taarifa hii bila shaka inaweza kuonyesha maovu ambayo yanashuhudiwa serikalini, lakini pia imeweza kupoint out yale mambo na watu waliohusika siku hii ya Oktoba 29 katika machafuko yaliyoweza kutokea na hatua ambazo tayari hazijachukuliwa. Lakini sasa mataifa haya mawili yamechukua hatua za kuhakikisha kwamba yanajiondoa katika uhusiano na nchi hii ya Tanzania mpaka pale watakapoweza kuhakikisha kwamba wamesahihisha makosa yaliyoweza kutokea siku hii ya Oktoba 29 na wamehakikisha kwamba wameridhiana na wananchi. Karibu sana msikilizaji, naendelea kutia subscription ama endelea kutufuatilia katika kituo hichi, tuhakikishe kwamba tunaendelea kukufahamisha kuhusu kinachotokea. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kukufahamisha.